ameongea hapa kuhusiana na swala la watu wamekamatwa Bangwe kule na uhamiaji. Hii imekuwa ni kawaida. Na juzi nilipokuwa center nilizungumza nikawaambia kama kuna jambo moja ambalo mimi naliona nimelifanya kwa mji wetu, na hata Mwenyezi Mungu akinichukua ni radhi, ni swala la heshima ya watu wa Kigoma. Mzee mmoja akaniuliza, akaniambia haujamaliza. Ameniita jana huyo mzee baada ya mkutano wa majengo pale, akasema hili jambo hulielezi vizuri, haujamaliza, heshima ilikuwa namna gani? Akanikumbusha mambo yaliyotokea wakati wa operation ya kamata kuwakamata watu wa Kigoma, kuwarudisha Kongo, kuwarudisha Burundi, na mkutano niliofanya pale Gungu, na nikaifanya serikali nzima ije Kigoma, na wakaachana kabisa na operation. Walikuwa wamewajaza watu uwanja wa Lake Tanganyika. Familia zingine wamezichukua wamezipeleka Burundi. Warundi wanasema wasio raia wao. Kuna familia moja ilikaa kwenye boti wiki nzima. Watanzania wanasema hao ni Wakongo. Serikali ya Kongo inasema hawa si raia wetu, lakini tuliwarudisha. Kwamba tuliweza kuiambia dunia na kuambia serikali kwamba sisi sio raia wa daraja la pili, sisi ni Watanzania kama Watanzania wengine. Sasa leo nimesikia kule Bangwe watu wa uhamiaji wamekwenda kusumbua watu. Nataka nitume salamu kutokea hapa Rubuga kuambia watu wa Bangwe, zimebaki siku 8 tu. Mkienda mkakamilisha wajibu tulionao wa kunipa kura nikawa mbunge wenu, hakuna uhamiaji atakayetoa pua yake kusumbua watu wa Kigoma, kama nilivyofanya wakati ule wa operation Kimbunga, na tukakomesha manyanyaso ya watu wa Kigoma. Hivyo nitafanya. Nitaendelea kuwa mlinzi wenu, nitaendelea kuwa mtetezi wenu. Naombeni watu wa Rubuga, naombeni watu wa Ujiji, mkarundike makura mengi sana. Naambiwa watu NIDA hawapewi namba, hawapewi vitambulisho vya NIDA. Hivi sasa ndugu zangu watu wa Rubuga, lolote lile ambalo unalifanya linaunganishwa na kitambulisho cha NIDA. Ukitaka namba ya simu unaunganisha na kitambulisho cha NIDA. Mtoto akiwa anakwenda shule unaunganishwa na kitambulisho cha NIDA. Ukitaka bima ya afya unaunganishwa na kitambulisho cha NIDA. Wanaosafiri mahujaji wetu wanapotaka passport kwa ajili ya kwenda hija, passport hupati bila kitambulisho cha NIDA. Kila huduma hivi sasa imeunganishwa na kitambulisho cha NIDA. Wafanya biashara, huwezi kufungua biashara yako pale Wizara ya Viwanda na Biashara mpaka uwe na kitambulisho cha NIDA. BRELA hawawezi kufungulia biashara mpaka uwe na kitambulisho cha NIDA. Sasa mtu wa Kigoma anaponyimwa kitambulisho cha NIDA, maana yake nini? Maana yake anauawa. Hawezi kufanya chochote, hawezi kuwa na namba yake ya simu kwa sababu hana kitambulisho cha NIDA. Hawezi kuhudumia elimu ya mtoto wake, hana kitambulisho cha NIDA. Hawezi kupata bima ya afya kwa sababu hana kitambulisho cha NIDA. Kama ni mtu anataka kwenda hija anahitaji passport, hawezi kupata kwa sababu hana kitambulisho cha NIDA. Kama ni mfanyabiashara anataka kufungua biashara yake, hawezi kufanya biashara kwa sababu hana kitambulisho cha NIDA. Kitambulisho cha NIDA kimekuwa ni maisha. Kwa mtu wa Kigoma anaponyimwa, maana yake ananyimwa maisha. Ndugu zangu watu wa Rubuga na watu wa Ujiji,
nirejesheni kazi hii nikaifanye. Nipeni kazi hii niende Dodoma. Hakuna mtu wa Kigoma ambaye atanyimwa NIDA. Mtaletewa, mtagongea milangoni kupewa kwa nitakachokifanya huko Dodoma. Kwa hiyo tunawaahidi kuendelea kutetea uraia wetu na kutetea watu kuwa na vitambulisho vya NIDA, sio tu kwa Kigoma mjini bali kwa watu wote wa Kigoma, na hilo tumelieleza vizuri sana kwenye kipeperushi chetu ahadi namba 13. Na waomba mnipe kura niwe mbunge wenu, na nawaomba mtoe kura za kutosha kwa madiwani wanatokana na ACT Wazalendo, na kwa hapa kwenu Rubuga nawaomba kura kwa ndugu yangu Marijani Mutoto ili tuweze kuongoza kata hii.